kwanza ni kwamba tumeona transformation ya Simba ikiwa na mwenyekiti wa bodi pamoja na mwenyekiti wa klabu. Tumeona mkutano ambao uliopo sasa na tumeiona transformation ya Afrika ambayo ina rais wa klabu. Transformation hivi ambayo ni sahihi kwa hivi klabu. Lakini swala la pili umewazungumzia kina Max kina Pakome. Kipindi cha kocha Miguel Ramon msimu miwili iliyopita. Yanga ilikuwa bora, ilikuwa itegemea magoli kwa mchezaji mmoja. Kwa maana walikuwa wanategemea mtu watatu. Kwa maana sisi Pakome na Max. Lakini unapozungumza kwa msimu huu, Pakome anaonekana akiwa full, Max anaonekana akiwa full. Shida ni je, aidha ni wachezaji au walimu ambao wanaenda sasa hivi Young Africans wameshindwa kuweza kuendeleza vipaji vya wachezaji. Nikianza swali la kwanza, mfumo wa Simba na wa Yanga hupi uko sahihi? Mpaka sasa hizi hakuna ambao uko sahihi, sababu hakuna ambao umecheza mpaka sasa ambao umepita. Wote wapo kwenye process. Na ukiangalia system ni ile moja, sababu ambaye anatoa guidelines ni BMT kupitia wizara, ndio watu waze guidelines. Kwa hiyo zile ni za aina moja. Isipokuwa tu Simba na Yanga wote tawalazima wapite kwenye njia hii moja. Ndio maana Simba alikuwa na njia yake, Yanga alikuwa njia nyingine, Simba wakaambiwa hapana, huko mnakwenda sio, rudini kwenye utaratibu wa kawaida. Kwa sababu serikali hairuhusu mwekezaji mmoja. Na utaratibu ni 51 kwa 49. Na wawekezaji waanzie watatu. Kwa hiyo mfumo ni mmoja, lakini namna gani mtakwenda kufanyia kazi iko ni kitu kingine ambacho tegemea utashi na maamuzi ya wale viongozi. Kwa hiyo kwa hilo swala kwamba wote wakipata utaratibu wao watakuwa kwenye njia moja. Kwa issue ya Yanga ndio ninachokuambia. Issue unaweza ukasema mwalimu, unaweza ukasema wachezaji, lakini mwisho wa siku hizi timu zinakosa muendelezo kwa sababu zimekuwa zikibahatisha. Yaani unashangaa msimu huu unaweza kumuona Max yupo kwenye piki. Msimu unaokuja ameflop. Ni watu ambao yani hawana consistency. Kwa kikubwa watafute wachezaji wakubwa. Kwa maana kuna muda timu hiyo moja anaweza akapewa mwalimu mwingine akafanya vizuri. Kwa hiyo mimi natamani nione siku ili uweze kuchukua ubingwa wa Afrika. Ni lazima uwe na uwezo wa kuwania wachezaji na matimu ambazo zinachukua ubingwa wa Afrika. Yaani mchezaji ambaye anamchukua Ali na wewe uwe na uwezo naye. Uwezo ukiwa unataka ubingwa wa NBC Premier League, alafu uwezo tunana na Yanga na Simba kwenye kusajili. Ndio maana siku zote Simba na Yanga wameenda kuwa juu kwa sababu wao wanaweza kumchukua mtu yote mwenye uwezo mzuri. Kwa hata kwenye klabu bingwa kama Ali anasajili na wewe sajili. Mama yule anasajili. Ukifika kwenye zile level za kuanza kuwania wachezaji, maana yake tena unakuwa na nguvu ya kuweza kushindana nao kiwanjani. Lakini ukiangalia wao wana level yao ya kusajili na Simba na Yanga wa level yao ni ngumu, itakuwa ni bahati tu pale ambayo anakwenda kuingia na sio uhalisia. Yeah. Shukrani. Mimi na swali langu moja kuhusiana na mchezaji Mpanzu. Msimu ulipoanza huu watu wanamwataki sana kupitia komenti zake kwamba baadhi ya komenti zinamzungumzia kwamba yuko upande wa pili, wengine zinamzungumzia kwamba hana mapenzi na klabu ambayo anaichezea. Wewe ni mchambuzi na ni mwanasoka kwa mchezaji kudrop katika baadhi ya game ama baadhi ya msimu, hii huwa inachangia na nini kwa kocha ama pia komenti zinamtoa mtu kwenye mchezo? Nafikiri issue ya kuflop ni dunia nzima. Kabla hujamzungumzia Mpanzu, muangalie Mwamnyeto. Msimu mmoja nyuma ilifika hatua mpaka watu wakataka aachwe. Lakini muangalie leo. Unajua hawa nao ni binadamu. Kama ambavyo uko wewe. Kuna kipindi mwili unachoka, kuna kipindi unakutana na changamoto nyingi za nje ya kiwanja, familia. Unajua tunakuwa tunawachukulia wachezaji ni kama watu ambao hawana maisha mengine. Wewe mwenyewe ukiwa na stress zako za familia, mpenzi, mke, ukapata shida, hauwezi kuwa sawa kazini. Na wao pia ni binadamu vile vile, wanapitia mambo mengi ya nje ya kiwanja. Sema kwa sababu mashabiki wao wanataka kuona tu wakifanya vizuri. Kwa hiyo hawaangalize bad moment ambazo wanakuwa huko. Na mimi naamini Mpanzu mchezaji mzuri sana, lakini anapitia wakati mgumu. Leo hii Mayele anakaribia mechi 20 akiwa Pyramids, hajafunga hata goli moja. Lakini huyo ndio mfungaji bora wa msimu uliopita wa CAF. Sawa? Lakini mpaka leo tunavyoongea sio kwenye ligi yao, sio klabu bingwa, hajafunga. Kwa hiyo hivi vitu kwenye mpira vinatokea, lakini namna gani ambavyo watu wako wa karibu na mashabiki wanaweza kukuendo kuweza kukusaidia kwenye kurudi katika ubora wako. Kwa nafikiri jukumu kubwa la kumrudisha Mpanzu sio la waandishi, ni la wanachama, mashabiki na viongozi wa Simba, ndio wanatakiwa wao muencourage. Lakini ikitokea na wao sasa wakaanza kumuattack kama ulikuwa unaona anatumika ile, maana yake sasa wewe ndio mwenye mchezaji wako. Wewe tena unaanza kuhisi kwamba anatumika. Maana yake unamtoa kwenye mchezo. Kwa hiyo pia mashabiki wa Simba wana changamoto katika hilo. Wanashindwa kusupport wachezaji wao. Angalia Dube, alipitia wakati mgumu, Yanga wakaamua kumsupport mpaka wakamchangia pesa ilimsaidia. Kwa hiyo na wenyewe pia waliona hilo kwamba nao ni binadamu. Kama kuna moments
ambazo wanakuwa wanapa furaha hata kipindi ambacho wako vizuri waweze kuwa support, sababu ni sehemu ya timu zao na hawana namna kuweza kufanya kwa bidii. Bwana, zimetoka rank za CAF. Sasa mimi nataka umsaidie shabiki ambaye anatazama kwenye TV yangu, mueleweshe. Zile rank zinaonyesha nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 60. Simba iko nafasi ya 8. Yanga ya 10. Yanga iko nafasi ya 10. Kumweka sawa shabiki wa Simba na shabiki wa Yanga, wewe kama mchambuzi hapo unamaanisha? Iko hivi, hizi rank za CAF ni rank ambazo zinakuwa zinakaa ndani ya miaka 5. Yaani wanaandaa miaka 5 ya mashindano ndio wanakuwa wanaziandaa zile point. Na kwenye ule msimu wa mashindano zinakuwa ni alama 5. Msimu unaofuata ni 4, unaofuata 3, unaofuata 2, unaofuata ni 1. Kwa hiyo wanakuwa na ziranki hivyo. Na kwenye kila msimu manake unatoa alama nyuma. Kwa katika msimu huu Simba aliingia alikuwa na alama 33. Tulipokuwa unaanza huu msimu. Kama 33. Yanga aliingia alikuwa na 25. Ndio alikuwa ameanza nazo katika msimu huu. Kwa hiyo michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho wanaanza kuhesabu pointi katika hatua ya makundi. Na ukiangalia Azam alikuwa anacheza hatua za awali miaka yote alikuwa hata pointi hata moja. Sababu ili upate pointi walau pointi moja au nusu pointi kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ukiingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, kuingia tu unapata alama 0.5. Kwa maana ukiwa wa 4 kwenye kundi lako. Ukiwa wa 3 unapata alama 1. Sawa? Ukiwa wa pili na wa kwanza unapata alama ngapi? 2. Hilo kombe la shirikisho. Klabu bingwa ukiingia hatua ya makundi tu unapata alama 1, nafasi ya 4. Unaona? Na nafasi ya 3 unapata alama 2. Nafasi ya kwanza na ya pili unapata alama 3. Kwa hiyo Simba ameingia klabu bingwa. Kwa bahati mbaya amekuwa nafasi ya 4. Sawa, mwisho kwenye kundi, si ndio? Kwa hiyo unachukua ile 1 aliyoipata unaizidisha na 5 ya mwaka wa mashindano. Unapata alama ngapi? 5. Unakwenda kujumlisha na alama zake ambazo anazo msimu huu 30 ngapi? 3. Ndio anapata alama ngapi? 38. Yanga alikuwa na 25 msimu huu alipoanza. Alikuwa anaachwa alama 8 na Simba. Walipoanza tu amemaliza nafasi ya 3 kwa kupata alama ngapi? 2. 2 mara 5 za mwaka huu 10, unakuja kujumlisha na ngapi? 25, unapata ngapi? 35. Kwa Yanga amepanda kutoka kwenye alama 25 mpaka ngapi? 35. Simba msimu uliopita alikuwa na alama 43 zikashuka mpaka 33. Kwa sasa anakwenda kwa 38. Kwa maana Simba anakuwa na 38, Yanga ngapi? 35. Kwa Yanga anapanda kutoka nafasi ya 12 kuja nafasi ya 10, Simba anashuka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8. Kwa sababu uwiano wa alama ni 38 kwa 35. Mimi nauliza swali la mwisho umetoka. Tumeona dabi ya Kariakoo imetajwa ni tarehe 1 na itakuwa Zanzibar. Baada ya mechi ya Stade Malien na Simba nakumbuka nimeona mashabiki wa Simba wanasema sasa wako tayari wanamtaka Yanga hata kesho. Wewe kama mchambuzi, jinsi niliona pia kuna mchambuzi alisema Yanga anampa 5% kwenda kwa huo ndio walisi wake na yeye akasema yale ni maoni yake. Simba yuko tayari sasa kwa unavyomuona. Na ni kweli anaweza kukabiliana na Yanga. Nafikiri swali lako kidogo ni tata, lakini nitakwenda kujibu hivi. Simba ukiangalia iliyoanza msimu na ya sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana. Umebadilika. Ile ambayo imeanza msimu ule na kipindi hiki kuna changes ambazo ameweza kuzipata. Yaani kuna positive progress ambayo inaonekana ikiendelea kusogea. Lakini mabadiliko hayo au ongezeko hilo bado halitoshi kuifanya Simba iwe katika level moja na Yanga. Bado Yanga wana timu nzuri kuliko Simba mpaka sasa. Na bado hiyo mechi inalia kwa Yanga. Na bado Yanga anaweza kupata matokeo. Ikitokea vinginevyo ni masuala ya mpira. Lakini kwa maana ya quality wise na vikosi bado Yanga iko far better kuliko Simba. Ingawa Simba ameimprove pakubwa kutokea pale ambako alikuwepo. Bwana, tunashukuru sana kwa leo.